CCM oye. Ndugu zangu, kwa majina yangu mimi ninaitwa Wambura binti wa Igembia, niliyezaliwa mkoa wa Mara kwa watu Imara, nimekulia wilaya ya Kishapu kwa watu Shapu, nimefanya kazi wilaya ya Manyoni kwa watu Makini, nimefanya kazi mkoa wa Tabora kwa watu bora kabisa, na sasa niko mkoa wa Manyara kwa watu walionitoka Manyara mpaka nimevaa Kimasai. Sobai. CCM oye. Lakini ndiye katibu wa CCM wilaya ya Simanjiro, nipigieni makofi. CCM oye. Ndugu zangu watu wa Lobosieti, tumekuja kuwaombeni kula ifikapo tarehe 29 ya mwezi huu kwenda kukipigia Chama cha Mapinduzi kula kwa mafiga matatu. CCM oye. CCM safi. Tumekuja kumwombea Dr. Samia Suluhu Hassan kula za kutosha. Ametutuma kuja kumwombea kwa sababu hawezi kufika kwenye kata hii, ila sisi wasaidizi wake tupo, tumekuja kumwombea kula. CCM oye. CCM oye. Tumekuja kumwombea mbunge aliyeteuliwa na Chama cha Mapinduzi, naye sio mtu mwingine, ni James Mija. Tumekuja kumwombea kula za kutosha ifikapo tarehe 29 mwezi. CCM oye. Lakini tumekuja kumwombea mheshimiwa diwani wa kata hii kula za kutosha, kula za ndio ifikapo tarehe 29 ya mwezi huu. CCM oye. CCM safi. Ndugu zangu, tuna maneno machache ya kuzungumza kwa sababu yupo mwenyekiti wa wazazi, yeye ndio atasimama hapa, atawanadi wagombea pamoja na kuwapa nafasi ya kuzungumza na mwisho kuomba kula Chama cha Mapinduzi kwa mafiga matatu. CCM oye. CCM safi. Nimekuja kuwaelekeza jambo moja, jambo muhimu ifikapo tarehe 29 mtakapokwenda kupiga kula. Mtakapokwenda kupiga kula msifanye makosa. Nimekuja kuwaletea mfano wa karatasi za kupiga kula. Karatasi ya kwanza ni mfano wa kumpigia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kula za kishindo, na utakapofika kwenye kituo chako cha kupiga kula ni mtu wa kwanza, yani uko namba 1. Ukifika utakutana na namba 1, alafu utakutana na Balozi Emmanuel Nchimbi ambao ni makamu wake wa rais. Ukifika hapo utamwona amevaa shati lake la kijani, utaona nembo ya Chama cha Mapinduzi, lakini pembeni yake utamwona mwanamama wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amevaa ushungi wake mweusi na shati lake la kijani na nembo ya Chama cha Mapinduzi. Yuko namba 1. Wao ukifika weka tiki kwenye boksi, usipitilize kuweka tiki. Weka tiki yenyewe kwenye boksi la tiki. Nadhani nimemwona yuko namba 1. Mmemwona jamani? Mmeona anavong'aa? Mmeona na nembo ya Chama cha Mapinduzi inavong'aa? Kijani imependeza kabisa. Haina marangi mengine ya uvunjifu ya amani. Mmeona? Rangi ya amani iko moja tu. CCM oye. CCM safi. Unakwenda karatasi nyingine. Ukifika kituo cha kupiga kula, nafasi ya mbunge, utakuta kuna watu 4 ndani ya kwenye boksi lile. Lakini namba 1 nataka nimtolee maneno yafuatayo. Namba 1 ni kijana wa ACT. Nyie ni mashahidi. Tarehe 4 ya mwezi huu Daktari Samia alipokuja pale Babati, huyu kijana wa kwetu hapa wilaya ya Simanjiro alinyosha mikono akasema, nimerudi nyumbani, mama naomba unipokee, mimi ni mwana mpotevu, nilikuwa nimeteleza, nimeinuka, naomba kurudi CCM na naomba mnipokee, na akatuomba msamaha. Sisi wana CCM tukampokea. Kwa hiyo namba 1 huyu amejitoa, na amejitoa amesha hapa paka mahakamani. Hivyo tumechelewa kuitoa karatasi hii, tayari yupo kwenye karatasi. Ukimpigia kula namba 1 umeharibu kula. Hata utakuwa umekosea sana, umeamka asubuhi kwenda kupiga kula na kuharibu kula yako. Maana yake haitahesabiwa. Zinazohesabiwa ni zingine, yeye hahesabiwi. Hii namba 2 sisi tunaita namba 1. Huyo sasa ameshajitoa. Namba 1 amejitoa, anapata namba ngapi? Kwa hiyo namba 1 sisi ni James wa kwetu namba 2. Lakini sisi tunaita namba 1 kwa sababu namba 1 haina kazi kule. Sisi tunamweka namba 1 James Mija. Ukifika utaona namba 2 amevaa shati lake la kijani, ana tabasamu lake zuri la Chama cha Mapinduzi, ana hofu ya Mungu, anahitaji kuwatumikia watu wa Simanjiro, amekuja kuangalia ndugu zake wafugaji, ni mtoto aliyezaliwa kwa Wamasai, ni mtoto aliyezaliwa kwa watu wafugaji, anakwenda kuwatetea tena kijana msomi. Maana angalia namba 2, angalia boksi lake, weka tiki, isipitilize. Wako ni tiki tu moja nzuri, kwa sababu unaweza ukaenda kwa fulani nyingi, ukaenda kuweka tiki kapitiliza mpaka mwisho. Sasa ikipitiliza itakuwa imeharibika. Weka tiki kwenye ile box ambayo linaenea.
Baada ya kuweka utakuwa umempigia kula mbunge wa Chama cha Mapinduzi jimbo la Simanjiro, ambaye ni msomi wetu, ambao Mungu akijalia tunaomba dua kila siku tukiwa tunalala na tukiwa tunaamka. Tunamwambia Mwenyezi Mungu tujalie jimbo la Simanjiro tukapate na sisi waziri, maana nasikia na 5. CCM oye! CCM oye! Mungu atasikia maombi yetu na imani, maana hata mchungaji amesema. Maana leo yeye kuwepo hapo sio nguvu zake, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Na sisi tunamwombea dua mama akaone kwamba anamsomi, maana ndio msaidizi wake. Lakini pia ndiye aliteuliwa na mama, maana mama ndiko mwenyekiti. Akasema James anatosha pamoja na wengine. Atakayepita hapa huyu atakuwa anaweza kunisaidia pale Simanjiro. Amepita msomi, lakini pia ni mzoefu. Hatupeleki mtu kwenda kujifunza bungeni. Huyu ni mzoefu kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatubaini kumpeleka mtu Ikulu kwenda kujifunza. Tunampeleka Mama Samia, maana ni mzoefu ndani ya Ikulu pamoja na Mtanzania nzima. Lakini hatupeleki mtu mwingine ndani ya kata hii kwenda kuomba udiwani, kwenda kujifunza. Tunampeleka Ezekieli. Ndugu zangu, namba 3 unapoenda kupiga kula, utakutana na Ezekieli, baba yetu, diwani wetu, mtu imara, mtu shupavu. Na hata mgombea mwenzake namba 2 amesema yeye baada ya kula kupelea, sisi hatushindanagi. Sisi wa kula zinapelea, huwa hatushindani. Ushindani tunakuja nao kukukuta huko nje. Huko tukikwenye kula za mwoni sisi tunasema tunapangana. Kula zimepelea. Sio nimeshindwa, hajashindwa. Kula zilipelea. Sasa baada ya kula kupelea anasema alimuunga mkono pale pale. Na diwani amesema ni kweli. Kwa sababu ni mtu anayejua halmashauri. Anajua kuna vitu gani aliomba kipindi cha awamu ile. Sasa anakwenda kumalizia. Sasa yeye ukifia kwenye boksi, yeye yuko peke yake. Wale wengine waliogopa. Waliona haya ni maji marefu. Watazama. Huu ni mtambo mkubwa. Huu ni msitu. Mtikisa poli. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo wenyewe walipokimbia kule akabaki peke yake. Kubaki peke yake haimaanishi wewe usiinuke kwenda kumpigia kula. Pale ukifika kwenye kituo cha kupiga kula utakutana na kula ya ndio. Alafu nyingine inasema hapana, achana kitu kinaitwa hapana. Sasa umetoka nyumbani kwenda kupiga hapana kweli na una kiti mama. Yaani umeondoka toka asubuhi umeoga na kwenda kupiga kula ya hapana. Nenda kaweka kula ya ndio kwenye kiboksi cha Ezekieli. Utakuwa umempata diwani ambaye wakata hii, ambao nimependa watu wake ni mashuhuri, watu wake ni wakarimu, na mpaka ndio sasa hivi unaona watu wamejaa na msibiria kuzungumza. CCM oye!